ule upolisi ambao Baraza la Sanaa la Taifa lilikuwa likiufanya huko nyuma umesimama sasa hivi. Baraza la Sanaa la Taifa linafanya shughuli yake kama walezi wa wasanii badala ya mapolisi. Ya Hamis Mohammed Mwinjuma maarufu kama Mwanaefe ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo nchini Tanzania. Sasa aliwahi kuwa mwanamuziki wa kupigiwa mfano Afrika Mashariki na hadi wa leo bado huwa anafanya muziki. Sasa huyu ni naibu waziri katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Vilevile ni mbunge wa maeneo ya Muheza kule sehemu za Tanga, nchi ya Tanzania. Sasa kuna video moja ambayo ameposti kwenye mitandao ya kijamii na inaonekana kuwa wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi hawajafurahia na video hii. Sasa ni video moja Mwanaefe ameposti akiwa ndani ya gari na pembezoni mwa barabara kuna bango ambalo ni la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na kwenye bango hili wameandika mama hana deni, kazi na utu, tunasonga mbele, Oktoba tunatiki. Sasa inaonekana kuwa ile hali ya Mwanaefe kuposti hili bango alijakaa vizuri na wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Inaonekana kuwa baadhi ya Watanzania wamecharuka, wale ambao wanasema kuwa Oktoba hakuna kutiki, kwa maana ni ile hali ya watu kutofautiana. Kuna wale ambao wanaunga mkono kupiga kura na vile kuna wale ambao wanapinga. Sasa inaonekana kuwa wale ambao wanapinga kupiga kura na kuunga mkono maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba wamezua gesi kwenye timeline ya Mwanaefe. Baada ya kuposti video hii kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, kaandika Oktoba tunatiki gang, alafu akaweka tik. Bana, sasa kuna wengi ambao wameshobokea hii posti ya Mwanaefe. Wanajihisi ya kuwa naibu waziri wa sanaa, michezo na utamaduni amewakwaza zaidi. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao baada ya Mwanaefe kuposti video hii na kuandika tunatiki gang Oktoba tarehe 29. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Nuru Vazi, anasema huu ujinga mkuu soon utaacha kuposti, just wait. Alafu Jovin_Rwenye Mamu anasema mwanafalsafa wa kwanza anayesapoti utekaji. Alafu Focus_Electrics anasema utatiki kwenye huyu na ametumia matusi. Amiri_Simba_Nguvuana amesema pesa tamu Mwanaefe, nikikumbuka maneno yako ya Channel 5 nguvu naishiwa mimi. Alafu Petitman_Wakuacha anasema tik gang. Alafu huyu anajulikana kama Akiba Compton anasema nyie wasenge kazi mnayo Oktoba 29, kuma zenu CCM, ametumia matusi huyo. Alafu Joe Santos 3626 anasema mwambieni mama ukweli kuwa amejaribu kufanya kidogo mno, ila ana deni kubwa, la kwanza achie madaraka. Kim_Isa anasema hii chombo ilikuwepo parking Muheza, alafu akanyoosha mikono juu. Mwingine anajulikana kama Swahid Bazingo anasema na vitrazo vyako raini. Huyu anajulikana kama Mako_Maganga_Mabula anasema mnasema msanii ni kioo cha nini vile, alafu akaweka mikono, akaweka emoji za kucheka. Saswan Sina anasema bado mna siku 15 za kutamba na kuposti haya maigizo yenu. Zinza_Tanzania anasema wajinga ndio wasemavyo. Alafu huyu anajulikana kama Samid Quiz anasema hilo bango kuna wakati linaudhi, hasa tukipita hapo umetoka kukamatwa na askari kisa tu baada hujavaa helmet, alafu umewapa hela na nyumbani watoto hawajala na una madeni kibao, alafu kiongozi wetu hana deni, sasa si atulipie na sisi madeni yetu. Alafu Mremi_FM anasema mnajua kabisa hamna kinachochaguliwa ndo maana mnasema kutiki badala ya kuchoose. Alafu huyu anajulikana kama Gupe
Official_E anasema mama hana deni na amekopa mpaka trilioni 30.7 kwa miaka 4. Hilo deni la nani? Alafu Mr. Eagle Furniture Steez anasema kwa gari zile mzee lazima you support vyote. Alafu Goodish 87 anasema sisi tuna deni la taifa. Kidati Stanley anasema tarehe 29 ataiona Tanzania mpya kama utakuja kuposti CCM tena. Alafu Vandi.Solomon.583 anasema mtatiki nyie mnaokula huko. Alafu huyu anajulikana kama Twalib Tosha anasema sio mwana FA tunayemjua, nyote mnalinda matumbo yenu na sio maslahi ya nchi. Mtatua safari hii, waume wote hao muongozwe na mwanamke. Alafu Faith_Beauty and Cosmetic anasema uongo kimama anadaiwa bana, ana deni huyo ho. Alafu huyu anajulikana kama Ayam Chamwita anasema huyu jana alikuwa upande wetu, leo hii kuonyesha mitano tu kutusaliti, ndio maana mtaki kutoka madarakani mama, ila tilipu hii mtatoka tu. Shuba miti zenu tunecheki. Alafu huyu anajulikana kama Kiba Compton anasema huyu anatumia matusi bado. Official Feeder 5 anasema achumia tumbo ndo maana uliacha mziki, kumbe ulikuwa na lako jambo. Alafu Face Love 234 anasema jamani, ukiona mtu anasifia basi ujue anatetea tumbo lake. Mafisadi wakubwa hawa wanaonyonya nchi. Max Shu mwisho wao ni Oktoba 29. Official_Kayumbanwa_sana anasema mkatiki salama. Alafu huyo anajulikana kama Click TZ45 anasema sawa chawa mtatiki na matumbo yenu wizi. Alafu huyu anajulikana kama Abisa Pogba anasema siku hizi unabo. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya msanii kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni naibu waziri kwenye serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye anajulikana kama Hamis Ali Mwinjuma maarufu kama Mwana FA. Sasa hapa yeye ni waziri wa habari, tamaduni, michezo na vile sanaa. Ameposti video moja kwenye mitandao ya kijamii na inaonekana hii video haijakaa vizuri na wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Sasa hii video alikuwa anapita katika sehemu fulani, nadhani ni kule maeneo ya Tanga ama inaweza kuwa jijini Dar es Salaam, na akaandika Oktoba tarehe 29 tunatiki, yani tunatiki gang. Alafu pembezoni mwa barabara kuna bango, na hili bango ni bango la Mama Samia Suluhu Hassan, limeandikwa mama hana deni, kazi na utu, tunasonga mbele, Oktoba tunatiki. Na ndio ikapelekea wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi kuzua gesi, wanajaribu kuhoji, wanamuuliza tunatiki nini, sisi hatutashiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare.